ameagiza kuwa maeneo yote ya malisho ya mifugo nchini yatambulike na kupimwa ili kupatikana hati zitakazoainisha matumizi yake, hatua ambayo itaondoa migogoro. Na katika michezo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetenga jumla ya viwanja 5 kwa ajili ya ukarabati, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya AFCON 2027. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji ameelekeza kuwa maeneo yote ya malisho ya mifugo nchini yatambulike kwa kuyapima na kuwa na hati zinazoainisha matumizi yake kama ilivyo kwa maeneo mengine ya kiwemo ya wakulima ili kuondoa migogoro. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akizindua baraza jipya la wafanyakazi wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambalo limeundwa kutokana na kukamilika kwa muundo wa wizara hiyo, na kusisitiza kuwa wataalamu wa wizara wanapaswa kuhakikisha maeneo hayo yanatambuliwa kwa kuanza na utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026. Maeneo yote ya malisho lazima yajulikane ni ya malisho, kama mashamba ya wakulima yanavyojulikana ni mashamba ya wakulima. Hakuna mfugaji anayeingia kwenye shamba la mkulima, na mifugo ikiingia kwenye shamba la mkulima ni kosa kubwa. Kwa nini wao wanaingia kwenye maeneo yetu na inakuwa ni kawaida kwamba nyinyi mliondoka? Lazima maeneo yote ya malisho yawe na hati zinazosomeka haya ni maeneo ya malisho nchi nzima. Kuhusu sekta ya uvuvi, Waziri Kijaji amesema wizara itaendeleza mapambano dhidi ya uvuvi haramu ili kulinda rasilimali zilizopo kwenye sekta hiyo. Tutawasaka popote walipo wavuvi haramu na visaidizi vyao, tutawasaka wote. Lazima tuamue kuwasaidia Watanzania. Lazima tulinde rasilimali za uvuvi nchi hii. Lazima tulinde rasilimali za mifugo nchi hii. Awali, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza, Profesa Riziki Shemdoe, alieleza kuhusu uundwaji upya wa baraza hilo na kwamba lina ridhaa ya watumishi wote wa sekta hiyo. Tulikuwa na safari ya kujaribu sasa kupata viongozi wapya ili kufanya muundo wa wizara utekelezeke. Mwaka huu, Mheshimiwa Waziri, tuliona sasa ni vyema kwa sababu tumeshakamilisha kuunda au tumeshakamilisha muundo wa wizara, tufanye uchaguzi wa wajumbe wa baraza kuanzia kule kwenye idara na hatimaye hapa tulipofikia. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Taasisi ya Elimu Tanzania TET imeanza kutoa mafunzo kwa zaidi ya walimu 20,000 wa shule za msingi kote nchini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mtaala mpya ulioboreshwa kwa lengo la kuimarisha uwezo wa walimu kufundisha masomo ya tehama na kuendana na maendeleo ya dunia ya kidigitali. Kutoka jijini Dodoma, hii hapa taarifa ya Roda Simba. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na mkuu wa kitengo cha habari na uhusiano wa TET Bi Jamila Mbaruk, ambapo amebainisha kuwa mpaka sasa tayari mikoa 15 imefikiwa na mafunzo hayo. Tunafanya mafunzo haya kwa mikoa yote Tanzania. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuhakikisha walimu wanakuwa na uwezo mzuri wa kuwa na mbinu mbalimbali za ufundishaji ili kuweza kuwasaidia wanafunzi waweze kufahamu vizuri yale masomo yao. Mratibu wa mafunzo hayo Bi Joyce Kahembe amesema mafunzo hayo yanawahusisha walimu wa darasa la 4 wanaofundisha masomo ya sayansi na Kiingereza, huku akiwataka wazazi kushirikiana na walimu kwa kuwatengenezea mazingira rafiki ya kujifunzia watoto wao. Wazazi kwa kweli wahamasishe watoto kupenda sayansi na isiishie hapo tu. Ukimwona mtoto amekuja nyumbani kwa sababu ni vitu atavifanya practically akiwa nyumbani, akiwa shuleni, anapofika nyumbani, hebu fanya naye, kaa naye kwa karibu, mpe mtoto mwanya, kwa sababu unaweza ukaitumia hii program ya e-coding, ukatumia hata simu yako tu, smartphone, ukatumia na bado huyu mtoto kwa kutumia ping pong, na bado mtoto akaweza akajifunza zaidi, akafanya more practices, na hiyo unamfanya mtoto hawe na ile hamasa ya kuendelea kupenda
kusoma sayansi na akajifunza zaidi. Baadhi ya walimu walioshiriki mafunzo hayo akiwemo mwalimu Lilian Tobias na mwalimu Ezekiel Mbarai kutoka Dodoma wakawa na haya ya kusema. Tumejifunza kwa vitendo kwa maana ya practical, lakini pia tumewezeshana walimu kwa walimu. Kwa hiyo imetufanya tuwe na confidence zaidi hata pale tutakapoenda kufundisha wanafunzi darasani. Mafunzo haya kwetu yamekuwa yana manufaa makubwa sana, kwa sababu mwanzo kabla tujapata mafunzo tulikuwa tunapitia changamoto nyingi sana kwenye ufundishaji wa hizi topiki mpya ambazo zimeongezwa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mkoa wa Lindi umepokea madaktari bingwa 47 ikiwa ni awamu ya pili ya mpango wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika hospitali zote za wilaya ya mkoa zilizoko mkoani humo. Taarifa zaidi na Ahmadi Nandonde. Katibu tawala mkoa wa Lindi Zuena Omari amesema ujio wa madaktari bingwa ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 inayolenga kusogeza karibu huduma za kibingwa karibu na wananchi waliokuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu na kwa gharama kubwa kufuata huduma za kibingwa. Mheshimiwa Rais anatupenda sana wananchi wake, anawapenda wananchi wa mkoa wa Lindi na amehakikisha wakati wote analeta huduma hii ya kibingwa na bobezi. Ni wajibu wa wananchi wa mkoa wa Lindi kuhakikisha kila mwenye changamoto anafika kwenye vituo vyetu vilivyotajwa, hospitali za wilaya na vituo vingine vilivyoainishwa katika muda uliopangwa. Tutumie fursa hii vizuri, tuhakikishe tunapata huduma, na iwapo kuna changamoto yoyote wasisite kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Watakutana na wenyeji pia ambao watasaidiana na wataalamu katika kutatua changamoto husika. Kaimu mganga mkuu hospitali ya Rufaa Sokoine mkoa wa Lindi Charles Mtabo ameeleza kufurahishwa na ujio wa madaktari hao na kupongeza uamuzi wa serikali kwa mpango huo ambao unakwenda kurahisisha upatikanaji wa huduma za kibingwa. Tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya watoto, tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, lakini pia tunao madaktari bingwa wa meno, pia tunao madaktari bingwa wa usingizi na ganzi. Kwa ujio wa madaktari hawa inaenda kutusaidia kupunguza changamoto za wananchi, kwanza kusafiri umbali mrefu kupata hizi huduma, lakini pia inaenda kuongeza chachu ya watoa huduma katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kilwa kupata uzoefu na mafunzo elekezi. Itaenda kusaidia pia kuendeleza huduma hizi za kibingwa. Naye mratibu wa timu ya madaktari hao Dr. Michael Mbele amesema madaktari hao wamejipanga kikamilifu kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi katika hospitali zote walizopangiwa. Tupo Lindi kwa ajili ya huduma za kibingwa kibobevu kupitia kampeni ya Mama Samia. Mkoa wa Lindi utanufaika kwenye halmashauri zote. Ni nadra kwa wanakijiji au wanavijiji kule pembezoni kupata huduma za kibingwa kibobevu kutokana na jiografia ya mkoa wa Lindi. Nikiripoti kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa ya Sokoine iliyopo mkoani Lindi, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo. Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA limekamilisha ujenzi wa kituo cha utafiti ndani ya Hifadhi ya Taifa ya Ruaha ambacho kitasaidia kudhibiti mwenendo wa wanyamapori pamoja na kusaidia kufanywa kwa tafiti za kisayansi. Taarifa ya Novatus Makunga inafafanua zaidi. Kamera ya Channel 10 imeshuhudia kukamilika kwa majengo ya kituo hicho mkoani Mbeya, ambapo afisa mfawidhi mkuu wa hifadhi hiyo anayesimamia ekolojia Rehema Kaitila amesisitiza kwamba uwekezaji huo utausaidia watafiti kutekeleza shughuli zao kwa ufanisi na hivyo kudhibiti changamoto ya kutoweka kwa wanyamapori. Utafiti na machapisho husaidia kutoa taarifa za kisayansi za kitu gani kiko ndani ya hifadhi au kitu gani kifanyike ili bioanuwai iendelee kuwepo ndani ya hifadhi. Mathalan, Hifadhi ya Taifa Ruaha hapo miaka ya nyuma kidogo kulikuwa na faru, na kwa mujibu wa records ambazo zinapatikana, faru walikuwa sio idadi ya kutafuta, faru walikuwa wanaonekana. Lakini ninavyozungumza sasa hivi, hifadhi ya Ruaha hatuna faru. Kwa hiyo hilo ni chagizo ambalo kisayansi tunatakiwa tujiulize kwa nini, tufanye nini, tukitaka kuleta faru tuboreshe nini ili faru waendelee kuwepo kwa idadi iliyokuwepo zamani. Ama katika hatua nyingine, kaimu afisa utalii katika hifadhi hiyo Isaya Kiwale ameeleza kituo hicho kitakapoanza kazi kitakuwa kimesheheni miundombinu ya uhakika
na wanasayansi watafiti, hususani kutoka elimu ya juu. Kituo hiki kwa sasa kinatoa fursa kwa wageni watalii, wageni watafiti kutoka katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi kupata huduma mbalimbali katika kituo chetu. Kwa hiyo kituo hiki tunafikiri kinaongeza zao zuri la utalii katika eneo la utafiti kutoka katika maeneo mbalimbali ambao tunafikiri itachangia katika kuongeza pato katika hifadhi yetu na pato katika nchi. Hifadhi ya Taifa ya Ruaha ambayo ni hifadhi ya pili kwa ukubwa nchini baada ya hifadhi ya Taifa Nyerere inapatikana nyanda za juu kusini, ikiwa inaenea kwa zaidi ya kilomita za mraba 20,000. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Mbeya. Serikali imewezesha upimaji na upangaji wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji vya Safu na Jengeni katika wilaya Kalambo mkoani Rukwa na kuibua matumaini kwa wakazi wa vijiji hivyo ambao wameishukuru serikali kwa kuwakumbuka na kuwaingiza katika mpango wa matumizi bora ya ardhi. Wilbord Sumia anaarifu zaidi. Vijiji vya Safu na Jengeni vipo mpakani mwa Tanzania na Zambia na vinakabiliwa na mgogoro ya ardhi. Vimeingia katika mpango wa matumizi bora ya ardhi. Baadhi ya wakazi wa vijiji hivyo wameeleza furaha yao. Tunashukuru sana serikali kwa kutuletea mpango huu wa ardhi, kwa sababu mpango huu utatuondolea migogoro ya ardhi na kila mtu hatakuwa na hati miliki ya ardhi. Kwa hiyo nimefurahisha na huu mpango ambao wameuleta huu kuhusu na hii migogoro ambayo imejitokeza ya ardhi. Kwa sababu kisha kata hii hati miliki inakusaidia we mtu unakuwa na uhuru, unajua kwamba wewe unaishia hapa, watajua kwamba uliishia wapi. Hata unapokufa watoto wako wanajua kwamba uliishia wapi. Kwa hiyo ninafurahia hata kwa vijiji vile ambavyo ni vya jirani Tanzania nzima, ili nao waweze kuchukua huu mpango ili waweze kukata hii hati miliki ili kupunguza matatizo yote ambayo yanaweza akawa yanajitokeza katika nchi yetu. Kama mimi mwenyekiti wa kijiji cha Safu kata ya Katete, tunahangaika sana kutatua migogoro ya mashamba. Kumbe tunaomba serikali kama kuna uwezekano ingetuletea kitabu cha hati miliki. Yaani kila umoja awe na hati miliki ili iwe inamsaidia kwenye maeneo yake ya mashamba ili kuondokana na hadha hii ya migogoro. Anet Hamisi ni mtaalamu kutoka Ofisi ya Taifa ya Matumizi Bora ya Ardhi Dodoma. Amesema suluhisho la migogoro ya ardhi vijijini ni kutumia mpango wa taifa wa matumizi bora ya ardhi na utoaji wa hatimiliki ya ardhi ya kimila. Mpango huu unasaidia kuondoa migogoro ya ardhi iliyopo kati ya wakulima na wafugaji na wakulima na wakulima, ambao mwisho wa siku inasaidia mtu anapata hatimiliki ya kimila, ambapo mtu akiwa na hatimiliki ya kimila anakuwa na uhakika wa eneo lake. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbord Sumia, Channel 10. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanza zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura kwa awamu ya pili, huku watendaji uboreshaji ngazi ya halmashauri wakitakiwa kuzingatia uadilifu na uaminifu katika zoezi hilo. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Ramadhani Kailima wilayani Kilosa mkoani Morogoro wakati wa mafunzo kwa watendaji hao ngazi ya halmashauri katika wilaya ya Kilosa, ambapo amesema uaminifu jambo la msingi katika zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura. Uaminifu na uadilifu. Uaminifu na uadilifu ni pale ambapo unapokataza kufanya jambo unaliacha na kuambiwa kufanya jambo unalitenda. Yaani kutenda utaambiwa tena na kutenda kwa kitu ambacho unajua usitende. Ndio uaminifu wa matokeo yao. Sasa na nyinyi mmeonyesha huo uadilifu. Mmeonyesha huo uaminifu. Naomba muendelee nao na tume inaweza na nyinyi kwa kuendelea na zoezi hili mpaka wakati wa uchaguzi pia. Kwa upande wake afisa mwandikishaji wa jimbo la Kilosa na Mikumi Betweli Luhega amesisitiza juu ya uwazi wa zoezi hilo kwa wananchi, huku baadhi ya washiriki wameeleza umuhimu wa mafunzo. Lakini zoezi hili la maboresho ya daftari hili awamu ya pili linaendana pia na uwekaji wazi wa zile taarifa tulizochukua kwenye awamu ya kwanza. Na wengi mmetoka kwenye vituo vyetu, nafikiri jana mliona kulikuwa na zoezi la ubandikaji wa madaftari na watu wameanza kuhakiki taarifa zao. Kwa hiyo watakuja vituoni wanaohitaji kuboresha zile taarifa, lakini watakuja vituoni wanaohitaji kuandikisha tena upya. Wote wahudumieni. Wakati wa mada zinawasilishwa hapa, mtaambiwa kwa kina yale mnayokwenda kuyafanyia kazi huko.
mimi nawapa tu kama utambulisho, lakini wahudumieni watu wote wale ambao itaonekana taarifa zao zina kasoro bila daftari la awali, na wengine wapya watakao wamekuja kupata fursa katika awamu ya kwanza. Na watu wote wajitokeze kwenye zoezi hili, hasa huko kwenye kata, kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Watu waje kwa wingi, kwa sababu siku ni 7 tu zilizotolewa kwa mujibu wa taarifa ya Tume ya Uchaguzi, lakini pia viongozi watusaidie kuhamasisha watu wajitokeze kwa wingi. Pia nawasihi sana wananchi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hii ndo fursa ya mwisho katika zoezi hili la kuandikisha. Wajitokeze katika vituo husika. Kwa wale wanaoanza kujiandikisha wajiandikishe, kwa wale wanaokuja kurekebisha taarifa zao waje warekebishe. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS kimeandaa kambi maalum ya afya ya moyo itakayofanyika Mei 21 hadi 22 mwaka 2025. Kambi hiyo itafanyika katika viwanja vya MUHAS campus ya Mloganzila, ikiwa ni sehemu ya shughuli maalumu zinazoandaa mazingira ya uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo cha umahiri wa wagonjwa wa moyo na mishipa ya damu Afrika Mashariki, ambao utafanyika Mei 23, 2025. Katika kambi hiyo ya siku 2 wananchi watapata huduma mbalimbali bila malipo, ikiwemo uchunguzi wa awali wa magonjwa ya moyo, visababishi vya magonjwa ya moyo, elimu na ushauri kuhusu afya ya moyo, matumizi sahihi ya dawa za magonjwa ya moyo na huduma saidizi kwa wagonjwa wa moyo. Kambi hiyo maalum ya afya ya moyo imebeba kauli mbiu isemayo linda afya ya moyo wako, ambapo pamoja na mambo mengine wananchi watapata fursa ya kuona bidhaa na huduma mbalimbali zinazotengenezwa na kutolewa na wataalamu wa MUHAS. Uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo hiki unakuja baada ya mafanikio makubwa ya awamu ya kwanza yaliyojumuisha ujenzi wa jengo la kufundishia, yani multipurpose building, na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya. Hivyo sasa awamu ya pili inayokuja inalenga kujenga hospitali ya kisasa ya moyo, kuendeleza mitaala ya kitaaluma, kufanya tafiti za kina kuhusu kinga, tiba na ukarabati wa wagonjwa ambao walipata madhara ya moyo, halafu sasa wanaendelea na matibabu kwa ajili ya jinsi ya kurekebisha na maisha yao yawe sahihi. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Salama Mbaruku Hatibu amewataka maimamu wa msikiti katika jimbo la Kojani kusimamia miongozo ya sheria kwa uadilifu pamoja na kutenda haki kwa jamii wanaoiongoza. Taarifa kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akifungua mkutano wa siku moja wa maimamu uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Chuo cha Taifa cha Zanzibar SUZA tawi la Pemba, mkuu huyo wa mkoa amesisitiza kujiepusha na ubaguzi. Tusimameni, tuhakikishe kwamba tunafanya yaliyo mema na tunaacha mabaya, lakini tuhakikishe kwamba tunasimama katika uadilifu na tufanye yale ambayo yanahusu katika jamii yetu. Kuomba maendeleo si haramu. Ya Rabbi, tunaomba na sisi tupate maendeleo. Ya Rabbi, tunaomba Mwenyezi Mungu tujalie sisi tuondokane na kama ya migomo iliyokuwa haina ulazima. Mapema naibu waziri wa fedha ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kojani Hamadi Hassan Chande amewataka maimamu kutenga muda wakati wa ibada waombea dua viongozi wakuu wa serikali. Wewe imamu una cheo, una elimu, una nafasi. Kwa hiyo uwe manufaa, na huyo ndiye mtu bora. Ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo tunawanufaisha watu. Sasa kama anatokea mtu kama huyo hapa duniani, kwa mfano mama yetu Samia Suluhu Hassan, manufaa makubwa alionayo leo, lakini Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, manufaa makubwa alionayo hayo kwetu sisi, si ndio watu bora jamani? Tuwaombeeni dua. Lakini pia napenda niseme kwamba ni jukumu letu kusimamia huko mitaani kwenye maeneo yetu ili salama na amani ipatikane, na mengine yatakayokuwa mazito tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awezeshe. Yeye ni kila kitu.
Mkutano huo wa siku moja umetayarishwa na ofisi ya mbunge wa jimbo la Kojani ukiwa na lengo la kuhamasisha amani katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Katibu mkuu wa ofisi ya Rais Ikulu Mululi Mahendeka amewataka watumishi wa umma kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika utekelezaji wa majukumu yao, hususan katika usimamizi na uendeshaji wa mashauri ya nidhamu, malalamiko na kero za watumishi pamoja na wananchi ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za serikali. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa kwa niaba yake na Katibu Tawala Mkoa wa Tanga Pili Mnyema wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 5 kwa watumishi kutoka taasisi mbalimbali za serikali hapa nchini yanayofanyika mkoani Tanga, yakilenga kuwajengea uwezo na kuzingatia misingi ya sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Kuwaondolea wananchi na watumishi wa umma usumbufu wa kufuatilia majibu ya malalamiko na kero zao kwenye mamlaka za juu kama vile kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na Katibu Mkuu kiongozi na viongozi wengineo, ufanyike kwa haraka, kwa ukamilifu na kupatiwa ufumbuzi katika ngazi ya taasisi. Mratibu wa idara ya utawala na utumishi wa umma na malalamiko Hilda Lugembe hapa anaeleza malengo ya mafunzo hayo na mategemeo ya serikali baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa ufanisi kwenye utendaji. Hata huko nje tuna wanasheria wengi sana sasa hivi wanatamani sana hizi kesi za watumishi wa umma kwa sababu tunaonekana tunaacha matundu mengi. Kwa hiyo tuweze kuelewa sheria ya utumishi wa umma inataka nini, kanuni za utumishi wa umma zinatutaka nini, miongozo inayotolewa inatutaka nini, especially tunaposimamia nidhamu ya watumishi walio chini. Kuhakikisha basi zile sheria, kanuni na taratibu zinazoundwa zinasimamiwa ipasavyo ili kuhakikisha kwamba utumishi wa umma unakuwa mmoja. Mafunzo hayo yamekusudiwa kuhakikisha maamuzi katika mashauri ya kinidhamu na usimamizi wa malalamiko yanazingatia haki, usawa na ufanisi ili kujenga utumishi wa umma unaozingatia uwajibikaji na weledi. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Serikali imetenga jumla ya viwanja 5 vya michezo kwa ajili ya ukarabati kama sehemu ya maandalizi ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo imebainishwa bungeni Dodoma na Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro alipokuwa akiongezea majibu ya serikali baada ya wabunge kutaka kujua mpango wa serikali kuboresha miundombinu ya michezo nchini. Nimpongeze Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa majibu mazuri kwa niaba ya serikali, lakini ningependa kuongeza kwamba katika maandalizi ya AFCON 2027 serikali imetenga viwanja 5 ili vifanyiwe ukarabati. Kiwanja hicho ni Morogoro, Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, Sokoine Mbeya, CCM Kirumba Mwanza pamoja na Majimaji Songea. Hivyo kiwanja cha Sokoine cha Mbeya, Mheshimiwa Spika, kitaingia kwenye programu ya ukarabati wa viwanja kwa ajili ya mazoezi ya AFCON 2027. Katika hatua nyingine, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi ametoa wito kwa halmashauri nchini kuzingatia umuhimu wa ujenzi wa viwanja vya shule za msingi na sekondari wakati wa kutenga bajeti zao ili kuendeleza vipaji vya wanafunzi. Wizara pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI inachambua kuona umuhimu wa kuwa na mpango maalum wa kuweza kuboresha viwanja vya michezo katika shule zote za msingi na sekondari. Na hivyo halmashauri zetu za wilaya, za manispaa na majiji zinatakiwa katika bajeti zao ziweke umuhimu katika ujenzi wa viwanja katika shule za msingi na shule za sekondari. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo ambayo imetuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.